Shikamoo bibi. Najua unaendelea vizuri bibi, japo hizi siku 2-3 tunapishana sana. Nahisi ni kwa sababu ya ratiba zangu za shule bibi, kwa sasa zimekuwa ngumu sana. Si unajua niko kidato ambacho tunatakiwa kufanya mitihani bibi, alafu hiyo mitihani tunachujwa. Usipofanya vizuri unarudia kidato. Kwa hiyo bado tutaendelea kupishana tu bibi yangu. Nimemisi sana bibi utani wako. Marahaba mjukuu wangu, usijali tu, lakini yani hiyo elimu yako mpaka inanikatisha tamaa mimi. Tangu umeanza kusoma sioni mafanikio yako mjukuu wangu. Basi tu ninataka tu hiyo shule uache, uolewe, uwe na watoto mjukuu wangu, walau niwe na watoto wadogo hapa watakao kuwa wanacheza cheza humu ndani. Eti cheki bibi, yaani niache shule tena? Sasa nitakuwa nafanya nini hapa? Natakiwa kusoma bibi, ili niweze kuisaidia familia. Maana nikisoma nitaondoa ile hali ya kuwa tegemezi bibi kwa watu wengine. Elimu ni ya muhimu bibi. Yaani bibi bana, ushaanza kunivuruga sasa. Yaani mimi niache masomo alafu nikaolewe? Sasa nikiolewa au napata faida gani jamani bibi? Au umeshanichoka? Naona umenichoka sasa bibi, umeanza kuniumiza. Yaani bibi bana. Ndiyo mjukuu wangu, mimi nitapata faida. Si unajua nitapewa mahali, alafu kuna kijana mmoja amejitokeza, amesema kuwa yuko tayari kutoa 1,000,000 ili akuoe. Naona bora nichukue hiyo 1,000,000 nikuozeshe mjukuu wangu, kuliko unahudhuria kila siku shuleni, sioni hata matunda yako. Mimi inabidi tu uolewe. Ukishaolewa tupate hiyo 1,000,000. Sawa mjukuu wangu? Ila bibi wewe, yaani sasa hivi bibi umeanza kuzeeka vibaya kwa kweli. Bibi wewe ni wa kuniambia mimi niolewe? Umesahau yaliyompata mama akiwa kwenye ndoa? Wanaume hao hao wamewahi kumzuru mama mpaka akapoteza maisha. Leo unataka mimi niolewe alafu niache masomo? Kiukweli bibi, mimi siwezi kuacha masomo. Nitasoma mpaka nikamilishe ndoto zangu na malengo yangu. Yaani bibi, hiyo tamaa ya hela bado haiishi tu. Kumbe hadi watu wakizeeka wanakuwa na tamaa ya hela. Yaani bibi bana, sio vizuri kabisa. Mimi sijapenda bibi.
Ndio nishakwambia hivyo, unatakiwa uolewe. Mambo ya kusema sijui mama yako wanaume walimzuru, mimi hayo siyataki sasa hivi. Umeshakuwa sasa hivi, unaweza kuwa na watoto, unatakiwa uolewe. Eti bibi yangu, nataka nipate hiyo 1,000,000. Humu ndani hatuna pesa ya matumizi, tutakula nini sasa? Eti mjukuu wangu, tutakula nini? Nataka uolewe. Huyo kijana nikikutana naye nitamwambia tu atoe hiyo 1,000,000 aje akuchukue, na habari ya shule ishie hapo. Bibi, mimi siwezi kuolewa. Kama unataka kuolewa, basi olewa wewe, ili upate hiyo 1,000,000 kiuhalali. Siwezi kuolewa bibi, kwa sababu ya 1,000,000. Wakati nikisoma ninaweza kupata pesa zaidi hata ya hiyo 1,000,000. Kwa nini lakini unanifanyia hivyo bibi? Wewe ndio mtu pekee uliyebaki kwenye maisha yangu, unayetakiwa kunitia moyo, lakini tena wewe ndio unaniambia mimi niolewe, tena kwa shilingi 1,000,000, kuonyesha tamaa ya pesa tu bibi. Aisee bibi, unanikosea sana, unakosea bibi. Nakosea kitu gani? Nakuuliza, nakosea kitu gani mimi? Kumwambia huyo kijana alete 1,000,000 ya mahali, mimi nakosea? Hatuna chanzo kingine cha kipato. Wewe hapo ndio umebaki, ukiolewa ili tupate pesa. Unakataa nini sasa? Na ukikataa, usinidai chochote humu ndani, usiniambie shida yako yoyote, wala chakula usiniambie mimi, utajitafutia mwenyewe chakula. Nadhani umenielewa. Bibi, mimi siwezi kuolewa kwa ajili ya chakula. Wewe kama umeona chakula ni muhimu sana kuliko amani yangu, sawa. Na kama umeona hiyo mahari kiasi cha shilingi 1,000,000 kina thamani sana kuliko utu wangu, sawa. Lakini mimi siko tayari kuolewa kwa ajili ya shilingi 1,000,000, na siko tayari kuacha masomo yangu kwa ajili ya mwanaume. Basi olewa wewe bibi, mimi siwezi kufanya hivyo, siwezi kabisa bibi, utanisamehe kwa hilo. Unasemaje wewe? Umeanza kunidharau sasa. Unajua kwa sasa mimi ndio mzazi wako na mlezi wako. Inatakiwa kila ninachokuambia utii na ukubali kufanya. Nimeshakwambia uache masomo, uolewe. Unakataa. Ni kwamba sasa hivi unafanya maamuzi mwenyewe. Hautaki kunisikiliza kabisa. Haya sawa, usiniambie chochote, na hata undugu wetu tutavunja. Nadhani unanielewa.
Bibi, huwa undugu kama unavunjika uvunjike tu, uvunjike tu. Mambo gani hayo sasa? Kwa mimi unanilazimisha kuolewa karne hii? Ni kwamba wewe hujui kabisa umuhimu wa mtoto akija kupelekwa shule. Mimi siolewi bibi, siko tayari na siwezi kufanya hivyo, siwezi kabisa. Kama undugu uishe tu, na kama umechoka mimi kuishi hapa kwako, nitaondoka, nitatafuta sehemu nyingine ya kuishi. Hata nitaenda kumwomba mwalimu wangu ili niishi kwake, nimalize masomo yangu kabisa. Naona ushanichoka bibi. Haya, sawa. Kama huyo mwalimu ni mzazi wako, nenda kwake kaishi, lakini hapa usirudi tena. Na hata ukisikia nimekufa, usikanyage, wala msiba wangu usishuhudie. Naona wewe una kiburi sana. Yale ninayokuambia hutaki kunisikiliza kabisa. Yashike kichwani. Usikanyage tena hapa, na kwenye msiba wangu usifike ukisikia nimekufa. Ona sura lake. Basi tu. Bibi, umefikia pabaya. Mimi nitaenda kushitaki kwa hayo unayonifanyia huko ndani. Nitashitaki kabisa, sitajali huo uzee wako. Huo ni unyanyasaji bibi. Kwa nini unilazimishe mimi kuolewa? Kwa nini? Yaani mimi nikatishe masomo yangu kisa kuolewa bibi? Ndoa ya shilingi 1,000,000. Hiyo 1,000,000 hata ningekukabidhi sasa hivi, hata wiki kitoboi bibi, lakini unaiona kubwa bibi. Mimi nitaenda kukushitaki. Basi Aisha, mjukuu wangu. Soma tu. Sasa kunishitaki tena? Yaisha tu mjukuu wangu. Maliza masomo yako. Ukitaka kuolewa wewe mwenyewe utaolewa kwa wakati wako. Eti bibi. Sawa bibi, nimekuelewa. Ngoja niwahi sasa niende shule. Naona muda wa kuingia darasani umefika sasa. Haya, sawa mjukuu wangu. Utanikuta baadaye. Nenda tu kasome.